Daktari Nchimbi atoa kauli. Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM na mgombea mwenza kwa nafasi ya makamu rais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Daktari Emmanuel Nchimbi amewasili Tunduru mkoani Ruvuma, ambapo amewataka watendaji wa Chama cha Mapinduzi CCM kwa ngazi zote kuwafikia wananchi, lengo likiwa ni kusikiliza kero na kutatua changamoto zao. Daktari Emmanuel Nchimbi ametoa kauli hiyo baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa Masasi, akiwa tayari kuanza ziara ya siku 5 mkoani Ruvuma, ikilenga kukagua utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM ya mwaka 2020-2025. Daktari Nchimbi alisema, ngoma ya watoto haikeshi, sisi tutakesha nao. Chama chetu kipo tayari kwa uchaguzi na kipo tayari kushinda. Wanachama cha Mapinduzi CCM katika ngazi zote, viongozi wote wa CCM, tembeleeni wanachama, tembeleeni wananchi nyumba kwa nyumba, tushirikiane mwaka huu tupate ushindi. Baada ya kumaliza uchaguzi tukafanye kazi kwa bidii. Ni taarifa kutoka huko Masasi. Hatimaye katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM na mgombea kwa nafasi ya makamu rais kupitia chama hicho, Daktari Emmanuel Nchimbi amewasili Tunduru mkoani Ruvuma, ambapo amewataka watendaji wa Chama cha Mapinduzi CCM kwa ngazi zote kuwafikia wananchi, lengo likiwa ni kusikiliza kero zao na kutatua changamoto zao. Hatimaye Donald Trump atoa kauli. Rais Donald Trump wa Marekani amesema ana mzana wala hatani kuhusu kutamani kuania muhula wa 3 wa urais wa nchini Marekani, ingawa katiba ya nchi ya Marekani hairuhusu yeye kuania muhula mwingine tofauti na mihula miwili aliyoidumu kama rais. Kwenye mahojiano yake, Donald Trump akukataa kuhusu kutamani kuania muhula wa 3 wa urais, lakini alisikika akisema kuwa sina mzaa kwenye swala hili, huku akinukuliwa akisema, sifanyi mzaa, watu wengi wanataka nifanye hivi, yaani kuwa rais kwenye awamu ijayo. Pia ninamaanisha kimsingi, ninawaambia tuna safari ndefu, lakini ni mapema sana kusema hilo. Mtangazaji wa NBC aliyekuwa akimhoji rais wa Marekani Donald Trump alisikika akisema maneno haya, nasikia wakisema au sikiki kama unatania kuhusu swala hili. Mimi nimekusikia unatania kuhusu hili mara kadhaa wa kadha. Rais Trump akajibu, hapana, mimi katika swala hili wala sitania. Rais Trump alibanwa kwa maswali kuhusu kutaka muhula wa 3 kwenye ikulu ya White House. Alijibu mtangazaji kuwa, nina nia ya ambazo unaweza kuzifanya kama unavyojua. Mimi na utamani urais na naweza nikagombea tena awamu ya 3. Ni maneno ya rais wa Marekani Donald Trump. Amesema ana mzaa wala hatani kuhusu kutamani kuania muhula wa 3 wa urais wa nchini Marekani, ingawa katiba ya nchi ya Marekani hairuhusu yeye kuania muhula mwingine tofauti na mihula miwili aliyoidumu kama rais. Ajali mbili zaua watu 7 huko Same. Watu 7 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 70 kujeruhiwa katika ajali ya gari mbili tofauti zilizotokea wilayani Same mkoani Kilimanjaro, ambapo ajali ya kwanza ilitokea usiku katika maeneo ya Njolo, ikihusisha basi la kampuni ya Osaka iliyokuwa likitokea jijini Dar es Salaam na kusababisha kifo cha mtu mmoja na wengine 52 kujeruhiwa. Ajali ya pili ilihusisha basi aina ya Costa ambalo lilipinduka asubuhi ya leo katika kona ya Mlima Ilamba na kusababisha vifo vya watu 6 na majeruhi 23. Waliofariki dunia katika ajali hiyo ni wanakwaya waliokuwa wakisafiri kutoka Chome kuelekea Ndolo. Mkuu wa wilaya Same Kasida Mgeni ameonyesha masikitiko yake kutokana na vifo hivyo na kuwasihi madereva kuwa waangalifu wanapopita wilayani Same kutokana na hali ya hewa ya wilayani Same kuwa na upepo mkali. Ni taarifa kutoka huko Kilimanjaro. Hatimaye watu 7 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 70 kujeruhiwa katika ajali mbili tofauti zilizotokea wilayani Same mkoani Kilimanjaro, ambapo ajali ya kwanza ilitokea usiku katika maeneo ya Njolo ikihusisha basi ya kampuni la Osaka lililokuwa likitokea jijini Dar es Salaam na kusababisha kifo cha mtu mmoja na wengine 52 kujeruhiwa. Na ajali ya pili ilihusisha basi aina ya Costa ambalo lilipinduka asubuhi ya leo katika kona ya Mlima Ilamba na kusababisha vifo vya watu 6 na majeruhi 23. Waliofariki dunia katika ajali hiyo ni wanakwaya waliokuwa wakisafiri kutoka Chome kuelekea Ndolwa. Dereva aliyesababisha kifo cha OCD Chiko akamatwa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam
limesema limemkamata Elias Ule Mbungwi maarufu kama Dogo Bata mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa Segerea jijini Dar es Salaam, dereva aliyekuwa akiendesha gari lenye nambari T580 EAE aina ya Tata daladala, ambaye alitoroka Machi 17 mwaka 2025 mara baada ya kusababisha ajali iliyosababisha kifo cha ASP ya Uwazi Ramadhani Chiko, aliyekuwa mkuu wa polisi wilaya ya kipolisi Chanika. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Muliro Jumanne Muliro amesema mtuhumiwa huyo alikamatwa na makachero wa kipolisi kanda maalum ya Dar es Salaam Machi 27 mwaka 2025 huko maeneo ya Mbalizi mkoani Mbeya na atafikishwa mahakamani haraka iwezekanavyo. OCD Chiko alifariki Machi 17 mwaka 2025 katika ajali ya gari akiwa anaelekea kazini katika barabara ya Nyerere Road maeneo ya Pugu mwisho wa lami baada ya gari lake kugongana na daladala, ambapo alizikwa Machi 18 mwaka 2025 katika makaburi ya Kisutu Ilala jijini Dar es Salaam. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limesema limemkamata Elias Ule Mbungwi maarufu kama Dogo Bata mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa Segerea jijini Dar es Salaam, dereva aliyekuwa akiendesha gari lenye nambari za usajili T580 EAE aina ya Tata daladala, ambaye alitoroka Machi 17 mwaka 2025 mara baada ya kusababisha ajali iliyosababisha kifo cha ASP ya Uwazi Ramadhani Chiko, aliyekuwa mkuu wa polisi wilaya ya kipolisi Chanika. Askari aliyechota mafuta akamatwa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi mkoani Tabora limemweka mahabusu na hatua za kinidhamu zikiendelea kuchukuliwa kwa askari wa usalama barabarani mwenye nambari WP8032 PC Victoria kwa kutochukua hatua kwa watu waliokuwa wakikinga mafuta kwenye gari iliyopata ajali Machi 28 mwaka 2025 mkoani Tabora, na badala yake alifika mapema eneo la tukio na kushiriki kutoa dumu kwa wananchi na yeye kuanza kukinga mafuta. Akiongea, kamanda wa polisi mkoani Tabora alisema Machi 28 mwaka 2025 majira saa 4 na dakika 45 huko maeneo ya kijiji cha Igogo wilaya ya Igunga Tabora, barabara Igunga Tunzega, gari yenye nambari T275 EEK na tela nambari T944 CY Scania tank jumping mali ya Guda petrol station ikiwa na shehena mafuta ya aina ya diesel ikitokea jijini Dar es Salaam kwenda Nzega, ikiendeshwa na dereva Shahabani Ismail Gunda, iligonga gari yenye nambari T309 DUK Scania ikitokea Kagera kwenda Moshi ikiwa na mzigo wa mahindi, ikiendeshwa na dereva Christopher Agustino Msoso. Baada ya kugongwa, Scania ilipoteza mwelekeo na kugonga gari nyingine yenye nambari T195 DSC imebeba kontena kutoka Kongo kwenda Dar es Salaam ikiwa aina mzigo wote, ikiendeshwa na Omar Nasolo Ali na kusababisha majeruhi kwa Omar Nasolo Ali na uharibifu wa magari yote matatu. Chanzo cha ajali ni uzembe wa dereva mwenye gari nambari T275 EEK Scania kuhama upande wa pili wa barabara ghafla bila kuchukua tahadhari. Hali ya majeruhi ni nzuri na amelazwa hospitali ya wilaya Igunga akiendelea na matibabu. Ni taarifa kutoka Tabora. Hatimaye jeshi la polisi mkoani Tabora limemweka mahabusu na hatua za kinidhamu zikiendelea kuchukuliwa kwa askari wa usalama barabarani mwenye nambari WP8032 PC Victoria kwa kutochukua hatua kwa watu waliokuwa wakikinga mafuta kwenye gari iliyopata ajali Machi 28 mwaka 2025 mkoani Tabora, na badala yake alifika mapema eneo la tukio na kushiriki na kutoa dumu kwa wananchi na yeye kuanza kukinga mafuta.